Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Kutokana na maamuzi magumu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kundi la G55 limeamua kujitoa rasmi katika chama hicho cha Chadema. Yeriko Nyerere, huyu ni mwandishi na pia ni mwanachama kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ameamua kuligusia hilo katika mtandao wa Twitter. Amesema binafsi ameumia sana. Nataka nisome kile ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter, na nukuu: nimeumia sana, imenichukua masaa kadhaa kusema chochote baada ya uamuzi huo mgumu wa waliokuwa viongozi wakuu wa chama changu Chadema, naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Kigaila, naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Salim Mwalimu, na waliokuwa wajumbe wa sekretariati yote ya chama kujivua wanachama wa Chadema. Nimeumia kwa sababu tatizo hili uongozi mpya umeshindwa kulitibu tangu uchaguzi ulipomalizika. Tulishauri uongozi mpya waunganishe wanachama waliogawanyika baada ya uchaguzi, lakini walioshinda wakakomaza mafuu na kutupilia, wakatuita tuna madonda ya uchaguzi haijapona, kisha tukiitwa wasaliti na mwisho tukaitwa ma-CCM. Haya ndiyo yamefikisha hapa. Katika siasa lolote linatokea. Huu ndio utofauti wa siasa na harakati. Wanasiasa wanafikiria kushika madaraka ili wafanye mageuzi ya sheria na mifumo mbalimbali ya kijamii, wakati huwa wanaharakati wanafikiria kuhimiza mageuzi ya sheria na mifumo mbali ya kijamii. Yaani, mwanaharakati hafikirii kuitoa CCM madarakani, bali akushinikiza CCM ifanye mageuzi ya sheria na mifumo ya kijamii tu, kwamba CCM ikitekeleza madai hayo, basi mwanasiasa huyo anaweza kuhamia tu katika madai mengine, mfano haki ya wanafunzi wa kike kupewa taulo za kike, haki ya wanaume kupata nyumba kwa wenza wao na kadhalika. Hii ndiyo tofauti kuu. Ninawapongeza viongozi hawa kwa uamuzi wao ili watimize ndoto zao katika majukwaa mengine, kwa kuwa jukwaa lao lilojengwa kwa maisha yao likiwa jukwaa pendwa la umma wameharibiwa, na wanaenda shimoni. Vyama vya siasa ni vyama vya hiari. Ukiona hapa mwenzio hawakutaki, basi unatafuta jukwaa lingine. Niwatakie mapambano mema huko waendako. Mimi nitapambana ndani ya Chadema ili kujaribu kurekebisha chama kwenye misingi yake na kuhakikisha chama kinafuata katiba na miongozo yake na kurejesha umoja na mshikamano uliojengwa kwa miaka mingi. Nimeumia sana na chama changu kuvunjika na kuparanganyika siku 70+2 za uongozi mpya. We shall win, ameandika Yeriko Nyerere. Hayo ni maneno mazito kweli kweli kutoka kwa Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, akisema kwamba ameumizwa sana na maamuzi ambayo viongozi mbalimbali wa kundi la G55 ambao walikuwa wameshika madaraka makubwa sana ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akiwemo naibu katibu mkuu bara ambaye anafahamika kama Mheshimiwa Kigaila, pamoja na naibu katibu mkuu Zanzibar ambaye anafahamika kama Salim Mwalimu, wameweza kujiondoa katika chama hicho cha Chadema, lakini pia na wajumbe mbalimbali wa sekretariati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameweza kujiondoa, kitu ambacho kimemtia huzuni sana au kimemsikitisha sana Mheshimiwa Yeriko Nyerere. Maoni yamekuwa mbalimbali katika sehemu ya kutoa maoni. Wa kwanza anaitwa Fumbo Kana, anasema comment 400 hizo zote ni mapishi, nimekubali wapwa wanajua kupika bwana. Lakini Mzungu anasema endelea kuumia. Lakini Modesta anasema no reform no election. Lakini pia George Wambura anasema wewe ametukana, siwezi kusoma. Lakini Mhayuni anasema unajitoa ufahamu kwamba ulikuwa hujui.
Lakini Celestine Simba anasema kwani wewe huenda Jericho, kwani wewe huendi Jericho? Sasa huko ugenini nani atalambika mizimu? Lakini Luther Aiko anasema mlitaka kutibiwa nini? Mliingia kwenye uchaguzi mkiwa hamjui kuwa kushindwa. Lakini pia Annette Stalin anasema uongozi mpya unafitinika na CCM, mlipaswa kukimbia ama kusaidia wakati huo ambao adui CCM anajizatiti kuangamiza. Lakini pia Onesmo Gerson anasema moja ya kuponya majeraha ni kuwapa nafasi za uongozi ili waweze kuunganisha wafuasi wa uongozi uliopita na uliopo. Baada yake wamekuwa wakienda kinyume na chama na matumizi ya vikao rasmi vya Chadema. Mnataka uongozi mpya ufanye nini? Lakini Noel anasema mkutano huu mkuu hilo la kujitoa CCM madarakani kwa mfumo wa uchaguzi kwa sasa na muundo wa tume yenyewe, sahau. Mtu serious ni yule anayepigania mfumo uwe wa haki, tushindane katika uwanja ulio sawa. Lakini France anasema kwa yoyote mwenye akili timamu, tangu jana dalili zote zilionekana. CCM walikuwa na option moja tu kuelekea uchaguzi huu, kuiangamiza Chadema kwa kuhakikisha wananchi wanakosa imani nao kwa kununua walionunulika. Hata mtoto anaona hili. Lakini Anderson Ndambo anasema umeumia kwa sababu mipango yenu ya kuhujumu demokrasia na mapambano ya haki imeshindikana ndani ya Chadema. Lakini Eliud Elias anasema we jamaa, ametukana siwezi kusoma. Kasowa anasema eti unataka Lissu atekeleze maadhimisho ya Mbowe kuhusu kutibu majeraha ya uchaguzi. Kosa la Mbowe kubwa ni moja katika hilo, huwezi kuwa dikteta uongozi mpya. Kila kitu kilikuwa wazi live on TV kwamba anawaambia chairman mpya na kuagiza. Alilewa sana madaraka mtu wako. Lakini pia Daninga anasema unapoumia kwa sababu ametukana siwezi kusoma. Henry anasema unaumia wahuni kuhama serious. Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu amebambikizwa kesi ya hovyo na ya uongo. Je, uguswi? Wanachama wengine wametekwa na kujeruhiwa ama kuuawa, hayo hayakuumizi? Lakini Stefano anasema nyie ni watu wazima, kwa nini mstibu chama kama mlikuwa mnajua mna wajibu wa kuridhiana? Lakini pia The Chosen anasema bado alfa na omega wako apita upepo yupo kujificha. Lakini hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter katika chapisho la Yeriko Nyerere. Jina langu Diwakio TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.